Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Waheshimiwa viongozi wetu wa dini, katibu wetu wa BAKWATA mkoa, kadhi wetu wa mkoa, waheshimiwa viongozi wote mliopo, Jaji Bahati, jaji wa mahakama kuu kwa kanda wa Tabora, lakini viongozi wote, waheshimiwa madiwani, mwenyekiti wetu wa UWT mkoa, waheshimiwa Waislamu wenzangu, mabibi na mabwana katika imani, na marafiki zetu wote waliotuunga mkono hapa siku ya leo kutoka madhehebu mbalimbali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali ya yote nianze kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia tukakutanika hapa kwa tukio hili muhimu sana na la heri kubwa sana ambalo Mwenyezi Mungu anasisitiza kwamba tukutane katika kufanya mambo yenye heri, na niwapongeze sana CRDB. Naomba tuwapigie makofi kwa sababu kupitia iftari hii ambayo tunakula leo, tumekutana wote kwa pamoja. Kwanza mmewezesha tukakumbuka na kukumbushana mema na kukatazana mabaya, lakini imewezesha kutolewa kwa sadaka hii ambaye pia na watoto yetu mayatima wameweza kufaidika, sio tu kwa chakula lakini kwa zawadi watakayopata baada ya hapa. Lakini kikubwa zaidi ni kuendelea kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wetu, mama yetu kipenzi, Rais Samia Suluhu Hassan, katika wito wake wa kuimarisha umoja, mashikamano, maelewano, maridhiano, na kuweza kuwa karibu na viongozi wetu wa dini na kuwa karibu na wananchi wetu. Kwa hivyo mimi nimesema nisimame hapa kutoa shukrani kwanza kwa mwaliko, lakini niwashukuru wote mliohudhuria iftari hii. Lakini kipekee kabisa niipongeze sana benki yetu ya CRDB. Hongereni sana. Kwa sababu kwanza mmekuja na products ya Al-Barak, akaunti ambayo ni ya Kiislamu, na ninashukuru kwamba mwitikio mmesema hapa katika mikoa yote, basi katika mkoa wa Tabora mwitikio umekuwa mkubwa sana. Hongereni sana wana Tabora. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha hapa Tabora jamii kubwa ya watu wana hofu ya Mungu. Jamii kubwa ya wana Tabora wana hofu ya Mungu, na ndio maana wanataka kuwekeza fedha zao katika benki ambayo itamfurahisha Mwenyezi Mungu kupitia Islamic Banking ambayo ndio sasa hivi wenzetu wameanzisha. Kwa hivyo ndugu zangu, na mimi niwahamasishe, na mimi mwenyewe nitaenda kufungua akaunti hiyo ya Barak ili baraka zizidi kuongezeka, kwa sababu unajua unapofanya mambo mema alafu ukafanya baya, Mwenyezi Mungu anakulipa, lakini lile baya linakuchafulia. Lakini pia nitumie fursa hii kuwaomba sana ndugu zangu, katika kipindi hiki tuna miezi mitatu ile yenye baraka kubwa sana, mwezi wa Rajab, Shaaban na huu wa Ramadhan. Pamoja na miezi yote ina baraka nyingi zaidi, lakini katika kipindi hiki ambapo tunafunga, ambapo tunaomba dua za usiku na visimamo vya usiku, na hii ya tarawih ambayo sasa hivi nitafupisha hotuba yangu ili watu wasichelewe, naomba sana tuendelee kumcha Mwenyezi Mungu, tuendelee kusimamia malezi ya watoto wetu, vijana wetu, hata wale ambao hatujawazaa. Maadili sasa hivi yameharibika sana. Mimi juzi nilikuwa naangalia clip, kijana wa Kisenegali yuko Ufaransa, anaelezea ratiba yake anapoamka, anaswali swala alfajiri, anafanya shughuli zake, anaswali swala zote, lakini anasubiri baada ya magharibi
anampokea mume wake, kijana wa kiume, anaswali swala zote na anajua na anasoma na Qur'an, lakini jioni yeye ni mume anampokea mume mwenzake kama bwana yake, mume wake. Astaghfirullah. Kwa kweli naombeni sisi ndugu zangu, na katika madhambi ambaye tunaambiwa Mwenyezi Mungu anakasirika ni yule anayefanya jambo akiwa na elimu. Dhambi ya mtu anayefanya akiwa anajua na elimu kubwa ni kubwa zaidi ya yule ambaye ni maamuma na ambaye hajui zaidi. Kwa hivyo tutafakari katika hili, tuendelee kuwakataza vijana wetu. Katika zile taasisi zimetajwa hivi majuzi na Tabora, taasisi zetu zimetajwa. Kuna iliyoko hapa Manispaa ya Tabora, kuna iliyokuwepo Igunga, kuna iliyokuwa Nzega. Tumeshawaita wamiliki wa taasisi zile, tunawaoji, tunataka tujue ukweli na tutawachunguza ili kuona kwamba hawatumii fursa hiyo ya kuanzisha hizi taasisi kuweza kuwahujumu na kuwadhulumu watoto wetu wakiwa toka wadogo. Na tumekubaliana sasa, maafisa ustawi wa jamii, maafisa maendeleo ya jamii watapita kwenye vituo hivi vya kulea watoto, kuanzia shule za awali na vituo vyote vya dini zote, vya watu binafsi, kwenda kuhakikisha yale yanayofanywa yanaendana na maadili yetu ya dini zetu, maadili yetu ya Kiafrika na maadili yetu ya tamaduni zetu za Kitanzania. Takbir. Kwa hivyo ndugu zangu, nimesema niwashukuru, niwaombe sana tuendelee kushikamana katika kamba hii ya Mwenyezi Mungu, tuendelee kushauriana, kukatazana mabaya, tuendelee kushikamana, kuonyeshana njia katika masuala ya kiuchumi. Hii benki ili iweze kuendelea ni lazima biashara zikafanyika hapa Tabora. Mimi niwapongeza wafanyabiashara, tena tunaye mneki wetu Mheshimiwa Medi. Hongera sana na karibu sana kwa kazi kubwa. Tulikuwa tunasemezana na kina mama pale kwenye meza, tukiwa na shughuli tuna watu wachache sana wa kuwafuata, wakina Mheshimiwa Medi, wakina Mrutu na wenzetu wafanya biashara wachache. Lakini ili tuweze kuwa na uwigo mkubwa ni lazima tuwe na wafanyabiashara wengi. Na sisi tunataka tuwaombe sana wakina baba, mtusaidie na wakina mama waweze na ndio sera ya Mheshimiwa Rais wetu. Ameanzisha majukwaa ya uwezeshaji wa kina mama ili tupate mabilionea pia wa kina mama. Bi Khadija radhiallahu anha, Bi Khadija Mwenyezi Mungu amjalie rehema, alikuwa ni katika wakina mama wema ambao ndio walioujenga Uislamu, lakini alikuwa vile alikuwa mama tajiri na alikuwa na hofu ya Mungu. Kwa hivyo wakina mama wakiendelea katika shughuli zao za kujitafutia ya kujengea uchumi, tuwatie moyo, kwa sababu ndio watakaoweza kutusaidiana na sisi wakina baba wote kwa pamoja tukanyanyua jamii zetu, lakini na mkoa wetu. Baada ya kusema hayo, nirudi tena kuwashukuru sana CRDB, niwapongeze sana kwa kazi nzuri mnayoifanya. Ni kweli juzi nimezindua tawi la CRDB Kaliua. Wameniambia karibuni nitakwenda Igunga kuzindua tawi, na ile mobile banking iliyokuwa Kaliua tumekubaliana itakwenda Uliankulu. Kwa hivyo kazi inaendelea kwa kweli. Niwashukuru sana, tuendelee kumunga mkono rais wetu, tuendelee kuijenga Tabora yetu, na tuendelee kuhakikisha tuko karibu na Mwenyezi Mungu na tunalinda imani zetu na tunaweka malezi ya watoto wetu mbele. Takbir. Nawashukuru sana na ninawatakia kila laheri katika sala na ibada zetu na funga zetu zinazokuja na ambazo mpaka tutakapokamilisha mwezi wa Ramadhani. Nawashukuru sana. Asanteni sana.